Jina langu naitwa Mhandisi Baraka John Mwambage, ni manager wa TANROADS mkoa wa Pwani. Tupo hapa Vigwaza, mizani ya kaskazini, kutoa ufafanuzi wa kadhia iliyokuwa imetokea tangu tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025, ambapo gari ya Simba Logistics Limited ikiendeshwa na dereva dada Pamela ilipata matatizo au changamoto katika kituo cha mizani hiki cha Vigwaza. Natoa ufafanuzi huu kama nilivyosema kwa niaba ya mtendaji mkuu wa TANROADS, Mhandisi Mohamed Besta. Ningependa kwanza kwa kusema kwamba shughuli za upimaji au shughuli za udhibiti wa uzito wa barabarani zinafanywa kwa mujibu wa sheria ya udhibiti wa uzito barabarani, sheria mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2018. Kituo cha mizani cha Vigwaza na mizani zake kupitia ukaguzi na kufanyiwa uhakiki kila baada ya miezi 3, kwa maana kwamba kila robo ya mwaka kituo hiki lazima kikaguliwe na kufanyiwa uhakiki au calibration na taasisi ya serikali inayoaminika ambayo ni weighing measure, wakala wa vipimo. Na kwa mara ya mwisho kituo hiki kilifanyiwa uhakiki na kufanyiwa calibration tarehe 15 mwezi wa pili mwaka huu, kwa tuko chini ya mwezi mmoja toka imehakikiwa na utendaji wake hauna shaka mpaka hivi tunapozungumza. Kubwa ambacho tumekiona hapa sasa ni kwamba gari imekuwa na uzito ambao unabadilika toka ilipokuwa inaingia nchini na mpaka ilipofika eneo hili la Vigwaza. Sasa kubwa zaidi ni kwamba matatizo kwenye mizani yapo muda wote, lakini namna ya kuyashughulikia ndio imetufikisha hapa. Sasa kilichofanyika hapa ni kwamba badala ya kulalamika kupitia utaratibu ambao umewekwa, sasa malalamiko yakaenda kwenye majukwaa mengine. Sasa huko ndio ikaleta taharuki kubwa sana kwa jamii ya wasafiri na wasafirishaji na Watanzania kwa ujumla, ambapo sasa tungependa kueleza kwamba ilikitokea tatizo la changamoto kwenye vituo vya mizani si Vigwaza popote pale katika nchi hii, basi malalamiko yafikishwe ukiachia kwa mkuu wa mizani. Basi kama hakuna kuridhika pale, basi malalamiko yanafikishwa kwa meneja wa mkoa. Kama malalamiko yana sura ya rushwa, basi kuna namba za wenzetu wa taasisi ya kupambana na kuzuia na rushwa zipo kwenye mizani zetu zote. Na kama kwenye hatua hiyo ya mkoani ufafanuzi huo unaonekana haukidhi haja, basi inapaswa kufikishwa kwa mtendaji mkuu wa TANROADS na baadaye mkuu Wizara ya Ujenzi. Tuhakikishie tu kwamba masuala haya taasisi zote nilizosema na katika hatua zote hizo malalamiko haya yatafanyiwa kazi ipasavyo. Kwa kujitambulisha kwa majina, mimi naitwa Vincent Tarmo, natokea TANROADS makao makuu, kitengo kinachosimamia shughuli za mizani, na kama alivyotangulia kusema meneja wa TANROADS mkoa wa Pwani, tuko hapa katika kutoa ufafanuzi wa sintofahamu iliyojitokeza katika kituo hiki cha mizani Vigwaza kufuatia gari lenye namba za usajili T137 DLQ kwa maana ya hose au kichwa, pamoja na tela yenye namba za usajili T567 CUR mali ya msafirishaji Simba Logistics, lililobainika kuzidisha uzito hapa na kuleta sintofahamu. Napenda kufahamu kuwa TANROADS inasimamia sheria ya udhibiti uzito wa magari ya Afrika Mashariki ya mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2018 ambazo zinamtaka msafirishaji yoyote yule mwenye gari ambalo linaanzia tani 3.5 kupita katika vituo vya mizani kwa ajili ya kuhakiki uzito wa gari lake ili kuepusha uharibifu wa barabara. Kwa muktadha huo, gari tajwa hapo juu
ambalo linamiliki Simba Logistic lilifika katika kituo hiki cha Vigwaza likitokea katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Lilikuwa limebeba mzigo aina ya kopa. Lilipita hapa tarehe 13 mwezi wa 3 2025, likapimwa upande wa Vigwaza North, mzani ambao unafahamika kama mzani wa Vigwaza Kaskazini, na kubainika kuzidi uzito kwenye kundi la mitaimbo. Kundi la mitaimbo tunamaanisha excel ya katikati maarufu difu, kwa ziada ya kilo 1450 nje ya uwezo ambao umewekwa kisheria. Kwa hiyo kulikuwa kuna ziada ya kilo 1450 kwenye difu, lakini sambamba na hilo kulikuwa kuna uzito wa jumla uliozidi. Gari hiyo inatakiwa bebe tani 48 kisheria, lakini ilibeba tani 48,150. Kwa hiyo kulikuwa kuna ongezeko la tani la kilo 150 kwenye uzito wa jumla, hivyo kutakiwa kulipia tozo ya uzidishaji uzito kwa mujibu wa sheria. Dereva baada ya kupewa tiketi yake na kuelekezwa anatakiwa kulipa kiwango cha uzito kilichozidi, aligomea na kusema amepita vizuri kote alipotoka huko, iweje aje kuzidi katika kituo cha mizani Vigwaza. Katika kutoa ufafanuzi wa jambo hili na kwa faida ya sintofahamu iliyotokea, siku ya tarehe 13 upande huu wa north ama kaskazini ulipima jumla ya magari 819 siku ya tarehe 13, ambayo yanatokea bara na mataifa mengine ya jirani, yakiwemo yaliyobeba kopa kama alivyobeba huyu dereva ambaye anafahamika kwa jina la Pamela. Na kati ya magari 819, magari 7 kati ya hayo yalionekana kuzidisha uzito na hivyo yalipaswa kulipa tozo, ambapo magari mengine yalilipa tozo na kuendelea na safari. Malalamiko ya dereva Bi Pamela ni kutokuamini vipimo ambavyo vimetokea katika kituo hiki cha mizani na kuamini kwamba amebambikiwa uzito, na ndio maana alikuwa anasisitiza kupitia vyombo vya habari au majukwaa mengine aliyoyatumia, alikuwa anasisitiza kwamba anaomba arudie, kwa sababu kilichoonekana kwenye vipimo ni tofauti na kilichoandikwa kwenye ticket. Naomba nitoe ufafanuzi huu. Mzani huu uko automated, si operator au mfanyakazi wote wa mzani anaweza akaandika uzito kwa sababu kuna gari fulani limeingia pale. Ni automated, mzani una capture weight ambayo imeapia pale. Kwa hiyo hilo naomba tulifafanue kwamba halina ukweli wowote. Lakini sambamba na hilo, hoja yake ya kutaka kurudia gari kulipima kabla lirudiwe kupimwa ni kinyume na utaratibu na sheria. Sheria ya udhibiti uzito wa magari Afrika Mashariki inamtaka msafirishaji yoyote ambaye atabainika amezidisha uzito, kifungu cha 17 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili kinamtaka msafirishaji yoyote yule aliyezidisha uzito alipe tozo ya uzidishwaji uzito. Baada ya kulipa tozo, aende akashushe kile kiwango ambacho kimezidi au akapange mzigo. Baada ya hapo arudi kupima, kama atakuwa ndani ya zile limits au viwango vinavyokubalika kisheria, ataruhusiwa kuendelea na safari. Huo ndio utaratibu kwa mujibu wa sheria, na sivyo kama ambavyo alikuwa anataka kufanya, kwa sababu tunazo sababu nyingi ambazo zinapelekea kwa nini sheria imekuwa namna hii. Changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea gari kuzidi uzito. Unaweza kukuta kuna hitilafu kwenye mifumo ya air suspension almaarufu wanaziita booster. Booster zina uwezo wa kubadilisha kipimo, ukajikuta umepima huku umesoma hivi, umepima huku umesoma hivi, umepima huku umesoma, zikiwa na hitilafu. Hivyo unaweza ukamruhusu akarudia kupima, ukajikuta amecheza na zile booster zake na ameclear ule mzigo. Hizo ni sababu ambazo zinapelekea sheria ikaweka masharti ya namna hii. Lakini pia tuna sababu nyingine ambazo husababisha magari kuzidi kwenye vituo vya mzani. Matumizi ya 5%. Sheria imetoa allowance au nyongeza ya 5% kwa kila kundi la mitaimbo ama axles.
lakini haijatoa nyongeza ya 5% katika uzito wa jumla wa gari. Hivyo uzito wa jumla wa gari hauna fedha hiyo ya 5%. Na kwa nini imewekwa hiyo fedha ya 5%? Hiyo fedha ya 5% imewekwa kwenye makundi ya mitaimbo ama axles ili kufidia pale mzigo unapohama kutoka kundi moja kwenda kundi lingine, na sio sehemu ya kubebea mzigo. Sasa tumekuwa na tendency ya wasafirishaji wengi kuitumia hii 5% kama sehemu ya kubebea mzigo. Unajikuta ukiongeza mafuta na ukiongeza na abiria, umekaribia kabisa kuimaliza ile margin. Tatizo lolote likitokea, mzigo ukihama, umezidi kwenye group of axles, na wakati mwingine inapelekea unazidi paka kwenye uzito wa jumla. Umeona? Kwa hiyo ni changamoto nyingine. Lakini changamoto nyingine ambazo zinaweza zikapelekea mzigo kazidi, gari kazidi uzito, ni kuongeza mafuta wa abiria. Yes, mimi nimepima kituo A nikiwa na abiria mmoja. Nimeenda kituo B na abiria wawili. Uzito uliopata kituo A hauwezi kufanya kituo B. Sawa. Lakini kuna mizigo ambayo ni kama mbao, kokoto, mchanga. Unaweza kumepima kituo A, useme Mikese au wapi. Ukafika katikati, unakuja hapa, mvua imenyesha nyingi sana hapa katikati kabla ya kufika Vigwazi. Ile mvua inanyonywa na ule mzigo. Usitegemee kipimo ulichokipata Mikese utakipata hapa. Zitatofautiana. Kwa kifupi, kushorten story au kusummarize, ni kwamba sababu zinazopelekea gari kuzidi uzito ni pamoja na hiyo hitilafu kwenye mfumo wa air suspension au booster, pamoja na hizo nyingine ambazo nimetoka kuzielezea hapa. Lakini hatukuishia hapa. Sisi kama taasisi tulijaribu kupata taarifa za gari hili tangia halijaingia Tanzania, na bahati nzuri tumepata taarifa za vipimo vya gari hili nchini Zambia, kwenye mizani miwili ya Zambia. Mzani wa kwanza ambapo gari hili lilipima ni mzani unaitwa Kafulafuta, ambapo gari hili Excel ya mbele ilisoma kilo 6,200, katikati kwenye difu ilisoma 17,600. Sheria hapa kwenye difu kwa aina ya gari hiyo inatakiwa isome 16. Akipewa na ile allowance ya 5% 16,400, lakini yeye amesoma 17,600, amezidisha kilo 1,200 huko alikokuwa. Lakini triple axle kule nyuma, ile group yenye Excel 3 kule ilisoma 25,200, ambapo amefika kwenye ile margin ya mwisho ya 5%. Maana 5% ya ile group ya mwisho ni kilo 1,200. Sheria inataka kubebe tani 24. Ukipewa 5% ni kilo nyingine 1,200. Kwa hiyo 25,200. Kwa hiyo na ile 5% tayari ilikuwa savings katika hiki kituo cha Kafulafuta kilichoko Giza. Na GVM yake ilikuwa ni 49. Kumbukeni niliwaambia hii gari inatakiwa ibebe uzito wa tani 48 tu, kwa mujibu wa sheria ambazo tunazisimamia sisi kama TANROADS na Wizara ya Ujenzi kwa ujumla. Kwa hiyo tayari hapa alikuwa tayari hata GVM kapitiliza kwa tani nzima ambayo imesoma 49 badala ya 48, na kwenye Excel ana kilo 1,000 za ziada. Akatoka kwenye mzani huo Kafulafuta akaenda kuna mzani unaitwa Mpika huko Zambia. Excel ya mbele ikasoma kilo 6,000, Excel ya katikati ikasoma 16,800, na Excel ya mwisho ikasoma 24,870. Tayari alikuwa ndani ya ile 5%, ameshaitumia, na hapa kwenye difu alikuwa ameshazidi tena kilo 400. Hiyo ni Zambia. Kwa haraka kama dereva ambaye anaendesha kile chombo alipaswa kujua kutoka Kafulafuta kuja Mpika ndani ya nchi moja, tofauti ya zaidi ya kilo 1,300. Alitakiwa question ajue ni sababu gani imepelekea huu tofauti mkubwa. Sawa. Baada ya hapo akaja na tiketi kutoka sasa huko alikotoka. Tiketi nyingine ambayo tuko nayo kwenye records ni ya Makambako, mzani wetu, ambapo uzito wa jumla umesoma 46,200. Sasa ukiangalia hii trend katoka Kafulafuta Zambia mpaka Makambako umesoma 46. Karibia tofauti ni zaidi ya tani 2, na hata kama ametumia mafuta, na maana kutoka Zambia kuja mpaka Makambako unatumia mafuta tani 2 katika hali ya kawaida tu. Sio rahisi.
Hicho ndio kikapelekea unatoka Makambako, tiketi nyingine inakuja kupatikana hapa Vigwaza imesoma 48,150. Kwa hii variation, ongezeko na kupungua la uzito wa hili gari technical, kiufundi ni changamoto kwenye mifumo ya air suspension. Kwa hiyo sasa na katika kulielezea hili na kutoa ufafanuzi zaidi, kama alivyoongea manager, hakupaswa kutumia njia alizozitumia kupeleka nani. Ilikuwa kwanza kuassess nini kimetokea, afanye analysis alipotoka na kujua tatizo nini. Lakini hapa technically, katika hali tu ya kawaida, ni tatizo la mfumo wa gari, na ndio maana alikuwa na insist arudie kupima, kwa sababu anajua changamoto labda ambayo iko kwenye, inawezekana anajua changamoto iko kwenye mfumo wa na, lakini za sheria hairuhusu hilo jambo. Lakini sambamba na hilo, kuanzia tarehe 10 tumefanya analysis ya magari yaliyopimwa hapa. Kuanzia tarehe 10 tumepitia magari yaliyopimwa hapa. Magari yaliyopimwa hapa. Kuanzia tarehe 10 magari yanazidi, yakiwemo magari hayo yaliyobeba kopa. Umeona? Kwa hiyo sababu zile ambazo sengine mzigo umehama kutoka kundi moja kwenda ukazidi. Kwa hiyo wanalipa, wanariwei, wanapunguza mzigo, wanapanga mzigo, wanaendelea na safari. Mpaka hiyo siku yao aliyopima magari yanazidi hivyo hivyo. Na sio yeye tu, yakiwemo magari yaliyobeba kopa kama nilivyosema. Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo ndio hali halisi ambayo imetokea, na kwa niaba ya mtendaji mkuu tumeona tutoe ufafanuzi huo ili hamaki au sintofahamu iliyotokea waweze kujua sasa ni nini kilichotokea. Lakini sambamba na hilo, saa nyingine ni uelewa. Angelielewa hili jambo tangu akiwa kule, nafikiri angefanya marekebisho ya mifumo yake ya air suspension, na hili jambo lisingefika hapa. Tunafahamu Simba Logistics ni mtu ambaye amekuwa barabarani kwa muda mrefu, anafanya kazi zake, na hii sintofahamu iliyotokea, tunaamini kwa elimu hii na hata Simba Logistics wenyewe tukimwelewesha, hili jambo litaisha vizuri, wala hakutakuwa na makelele. Kwa hapa swala ni uelewa, aidha dereva hakufahamu namna sahihi ya kujua hali ya gari lake. Asanteni sana.